na watatu hawa upatana kwa habari moja. Hii neno watatu hawa maana yake ni wingi katika lugha ya Kiswahili, lakini maneno ya lugha ya kidini yanakuwa na maana tofauti na maana halisi ya lugha yenyewe. Mara nyingi inakuwa hivyo. Hapa anaposema wako watatu washuhudiao, roho, maji na damu, hiyo neno inaonyesha kama vile ni nafsi. Utaposema wako watatu, inaonyesha kila kimoja ni nafsi. Kwa hiyo ni watatu wanaoshirikiana kwa pamoja, kama ni kila mmoja kila mmoja wapo lina uwezo wa kufanya maamuzi na utashi tofauti na jingine. Lakini kumbe hapa anaposema watatu, maji, roho na damu, haimaanishi hizo tatu ni nafsi. Ina maana ya kwamba uwepo wa mtu, wa mwanadamu, ukamilifu wa kwangu mimi na wewe, ndani yako kuna roho, ndani yako kuna maji, ndani yako kuna damu. Ndio maana umekamilika, umekuwa mkamilifu, mwenye uwezo wa kwenda unapopataka na kufanya unalotaka na kufanya maamuzi utakayo. Sasa roho ndio ambayo Mungu anahitaji irudi kwake ilikotoka. Wakati ule Mungu anaumba mtu kwa mfano wake, kwa sura yake, cha kwanza alichokifanya ni kufinyanga udongo, au tuseme kutengeneza sanamu la udongo. Lakini ile sanamu halina uhai, lina sanamu halina uzima. Akapuliza roho iliyotoka kwake, akaipulizia ndani ya lile sanamu likawa nafsi hai. Sasa ndani yake ilibidi yawepo maji kwenye lile sanamu, ndani yake iwepo roho ya uzima, sio ile iliyotoka kwake yenye mfano na yeye. Ile roho ya uzima, pumzi ya uzima, ambayo pumzi hiyo mnyama anayo, mimi ninayo. Maandiko yanasema hatuna kilichopishana na mnyama. Suleiman alituandikia kwenye kitabu chake cha Mhubiri, alituandikia hivyo kwamba hatuna tunachotofautiana na mnyama. Sasa damu na maji ndio vinafanya uzima wa mwili. Lakini huu mwili asili yake ni udongo. Sasa kama asili yake ni udongo, wenyewe unataka urudi kwenye asili yake, wenyewe unataka ufurahie asili yake. Lakini roho iliyoko ndani ya ule udongo asili yake ni mbinguni, asili yake kwa Mungu. Lakini vyote vinakaa pamoja. Pasipo roho hakuna mwili, pasipo mwili hakuna roho. Lakini huu mwili hauna mpango na Mungu. Wenyewe asili yake ni udongo. Unataka mambo ya ulimwengu, unataka mambo ya kwenye udongo yatendeke. Hayo ndio furaha ya ule mwili. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa haya ni maneno tu ya utangulizi ya ujumbe wetu. Nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Ngoja tukasome kitabu cha Warumi sura ile ya 8 kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea. Jamani, tunapokutana namna hii, tunapopeana maandiko kama haya, usiaache hapa tu alafu ukaendelea na mambo yako mengine. Ukifika nyumbani kuanzia leo mpaka tutakapokutana tena, hebu yapitie, yasome.